alaikum, ni siku nyingine tena ya Ijumaa ambapo tunakutana kwenye exclusive za Viwanjani ukiwa nami Beautiful Kanyigo. Ni hapa tu kwenye Viwanjani ambapo huanza majira ya saa 3 mpaka pale saa 6. Na hapa ndipo tutakutana kujua exclusive mbalimbali kwa wana michezo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Leo hii tunakwenda kukutana na mshambuliaji ambaye amekuwa akiwasumbua sana mabeki wa timu za kike ama za ligi kuu soka Tanzania bara hapa, lakini hata anapokuwa kwenye timu za taifa. Ukiwauliza mabeki wengi watakwambia Fatma Mustafa, mwite kitu nini. Kwa hivi sasa yuko katika kikosi cha timu ya Mashujaa, lakini pia amekitumikia sana kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kwa wanawake kwa maana ya Twiga Stars kwa mafanikio makubwa sana. Fatma, karibu sana. Asante. Wengi wanakufahamu kwa jina la kitu nini. Ukiingia kwenye mitandao unapokuwa unazungumzia kwenye soka, ukizungumzia Fatma Mustafa, mtu anaweza kukuuliza ndo nani huyu? Lakini ukisema kitu nini, mbona walete. Kitu nini lilianzia wapi? Kwa nini ulipewa jina hilo? Hilo jina la kitu nini lilitokea uwanjani. Nilikuwa na marafiki zangu ambao tunacheza nao timu moja, kina Sofia Mwaskili. Nahodha wa zamani. Yes, kwa timu ya taifa. Na sasa ni kocha pale kwenye benchi la ufundi la Simba Queens. Yeah. Naam. Kwa hiyo tulikuwa mazoezini, tulikuwa tunapenda tunapofanya mazoezi kitokea kitu fulani napenda kusema nipe kitu. Yaani nilikuwa napenda kusema hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku ile jina likanigeukia mimi. I say nipe kitu. Kitu nini? Ni kitu nini? Mwisho wa siku jina likanigeukia. Wewe unasema nipe kitu na wao wanakuuliza kitu nini? Kitu nini? Kwa hiyo mwisho wa siku jina likanigeukia, likawa hilo ndio jina langu la moja kwa moja. Pia na kingine kilichosababisha zaidi kwenye jina langu kabisa Fatuma, tuko wengi. Kwa Fatuma wengi sana, yani kwenye wanawake wengi wanaocheza mpira. Niliwahi kujiuliza hivi, kwa nini wakina Fatuma wengi ni wanacheza mpira? Kwa hiyo ikabidi leo tutuletee tofauti, huyu Fatuma, huyu Fatuma, huyu Fatuma. Watu kutofautisha Fatuma ni yupi sasa? Hilo lilivyotokea, mimi kabidi nilikubali tu kwa sababu kidogo ni utofauti na wengine. Historia ya Fatuma kisoka ilianzia wapi? Toka nikiwa shule nacheza mpira. Wazazi wangu pamoja na ndugu zangu walivyoona kama mimi nina kipaji hicho, walikubali kuniendeleza, kwa maana kwamba nyumbani kwetu kuna timu za kiume, wananipa nafasi nacheza. Pia kwenye timu zingine za kike hizi walikuwa wananipeleka uende kucheza. Niende nikacheze, haswa baba yangu alikuwa ananipa hiyo nafasi, mama yangu pia na ndugu zangu wengine wote. Hongera sana. Kwa hiyo ulipata support tangu mwanzo. Yeah. Ilikuwa ni mwaka gani wakati unaanza kucheza soka la wanawake, kwa maana ya kwamba lilikuwa limeshachanganya tofauti na kipindi kile ambapo anaanza, tunaweza kuzungumzia kama muasisi wa soka la wanawake kwa maana ya kwa upande wa wachezaji ambaye ni kapteni wa kwanza Esther Chaburuma. Hapa mimi nimewakuta hao. Ndio. Hao wote nimewakuta kama 2008. 2008. Na sisi wengine tulikuwa tunakuja wadogo wadogo, kwa tunaenda tunachanganyika nao hivyo taratibu mpaka hii leo. Jamii yenyewe ilikuwa inakuchukuliaje licha ya wazazi wako kukupa support? Kwa sababu 2008 ilikuwa baada ijawa kama hivi sasa. Yeah. Yaani hakukuwa na shida sana kwangu kwa sababu kwanza nilikuwa mdogo, wengi wao walikuwa wanashangaa. Wa kike hapa anacheza mpira. Kwa hiyo wengi wao walikuwa wananisupport. Sikukutana na hizo changamoto za hivi za pale, hapana. Kama ile kategori ya kwanza hiyo akina Chaburuma. Hapana, maana sehemu kubwa walikuwa wananisupport. Sikupata sana hizo changamoto. Nini kilikuvutia kucheza soka na si mchezo mwingine? Kwa sababu wewe ni mtoto wa kike, pengine tungekwenda kuona kwenye netball, volleyball na kadhalika. Mimi nahisi tu nimezaliwa na hichi kipaji. Sikuiga kwa mtu wala sikutamani sijui hapa. Mimi nimejikuta tu nacheza. Kwa hiyo na mimi mwenyewe nikaendelea kupenda na ninazidi kuona kwenye TV wachezaji wakubwa. Na mimi nazidi kuvutiwa na ndo nikaendelea kucheza mpaka leo. Ni nani aliyekuja kuvumbua kipaji chako rasmi ambacho tunasema sawa ulikuwa unapenda mpira na wazazi wakawa wanakupa support kama ambavyo umetueleza, lakini mwalimu wa kwanza ambaye alisema hii ni talent, ngoja niishikilie? Kuna mwalimu wangu mmoja yuko Urafiki pale. Anaitwa hapa Dar es Salaam. Anaitwa Ticha Kizenga.
Kwa mara yangu ya kwanza naenda kujiunga na timu za kike, ndo nilianzia pale. Kwa nilienda pale, nilipelekwa, nikawa nacheza, sikutumia muda mrefu sana, nikaondoka na nikaenda kujiunga na Sayari. Sayari ya namna hii kipindi hicho. Ndo baada ya pale kujiunga na Sayari, nimecheza pia kwa muda mrefu. Huko si ndo mlikuwa mmejaa mastaa bwana? Kama una kipaji Sayari mchezi. Sana kabisa. Ulipofika pale Sayari ni nani ambaye alikuwa anakusumbua au ni wakina nani? Maana umefika pale kujisajili au kusajiliwa pale Sayari haikuwa lele mama. Maana hata viongozi wale waanzilishi wa soka nao macho yao walikuwa wanayotolea kwenye Sayari Queens. Ni kweli, lakini sikupata sana changamoto sana. Kwa sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa naamini nilikuwa naweza. Na wewe mwenyewe ulienda kuwapa challenge? Nilienda kuwapa challenge. Kwa hiyo nikakutana pale na kina Chabluma, kina Mwapewa Mtumwa, Sofia mwenyewe Mwasikili, Mwanaidi Mido. Kwa hiyo nilienda nikajumuika nao pale. Wametumikia vyema timu ya taifa kweli kweli. Kwa hiyo na mimi nilienda pale nikaenda kuongeza nguvu. Kwa hiyo nikawa ni mmoja wapo kwenye kikosi kile. Sikupata sana changamoto kusema kwamba nifike, nikae nje, nifanye nini, hapana. Niliingia nikaingia moja kwa moja kwenye timu. Kaingia kwenye mfumo wa mwalimu. Kipindi hicho kocha alikuwa ni nani? Anaitwa Juma Bomba. Juma Bomba. Mpaka sasa Juma Bomba bado yuko kwenye timu yake Sayari. Umemzungumzia Juma Bomba, kwa bahati nzuri sasa hapo kwenye Sayari ndipo unaweza kukubali mimi. Pengine na wewe pia mtazamaji ambao umekuwa kufuatilia soka la wanawake. Hapo ndipo nyota yako Fatma Mustafa Kitunini ikaonekana mpaka leo. Juma Bomba kwako ni mwalimu wa aina gani? Mwalimu Juma Bomba tuseme kama baba ambavyo kwenye hili soka la wanawake kwa wachezaji wote ambao wamepita Sayari. Yaani alivyokuwa anatuchukulia ambavyo anatuanzia uwanjani mpaka nje ya uwanja kama ni mzazi. Ukikosea anakuelekeza. Sio ya uwanjani mpaka nje ya. Kwa hiyo ni mwalimu mmoja ambaye hana shida tuseme, wala hana matatizo yoyote. Mnaelekezana, mlipokoseana mnarekebisha, maisha yanaendelea. Kwa kipindi chenu hicho chote mpaka hii leo, ni watu gani ambao huwa mkikaa mnasema kama viongozi hawa wamelisaidia sana soka la wanawake kufika hapa? Kwa sababu msingi mkubwa unapozungumzia soka la wanawake kwenye vilabu limeanzia huko kwenye Sayari kabla ya kuwepo kwa timu ya taifa, na kuna watu wengi wamefanya mengi, ambapo kama wewe umepita kwenye Sayari means kidogo kwamba chumvi umeila. Hata hawa wengine unaweza ukawaeleza vijana wa sasa hivi wasichukulie kwamba mpira ni lele mama, kwa sababu wameingia sasa hivi, pesa ipo, watu wanadhamini, mtu anaweza akasajiliwa kama vile kama tunaweza kusema kama zamani kwenye timu za wanaume wale watu ambao walikuwa star, si ndio? Wanapata mshahara wa maana ambao ndio sasa hivi tunaona imefikia wakati huu hata nini wachezaji wa kike kuweza kusajiliwa kwa kitita hicho. Yaani mimi ninachokiona zamani hapo hata sisi tunacheza labda hapo nyuma kidogo nao wengine ndio wakuta. Tulikuwa tunacheza hakukuwa kuna naniliu kama sasa hivi, yaani kuna sponsor kama sasa hivi. Sasa hivi wadhamini wamekuwa wengi. Watu wanajitahidi kusajili wachezaji kutoka nje, wa ndani pia. Lakini hapo zamani tulikuwa tunacheza unapata tu labda nauli au unapata posho kidogo bosi akifly, tofauti na sasa hivi. Kwa mimi kwa sasa hivi ninachokiona wachezaji wapo wengi na ni wazuri. Wajitahidi tu kupambana, mtu atunze kipaji chake, acheze kwa kujituma, atapata mafanikio makubwa na pia atafikia malengo yake. Sawa sawa. Nirejee pale pale pia kwenye swali langu. Ni viongozi gani ambao mnawakumbuka ambao wamewainua ninyi na kuweza kulifikisha soka mpaka hapa lilipo? Kwa timu ambazo nimepitia viongozi wapo wengi, hasa kwenye timu za zamani. Watu walikuwa wanajitolea pesa zao mifukoni. Kama pale kwetu Sayari alikuwa mwenyewe Ticha Bomba, Mamkambala. Ukija huko kwenye vilabu kama hivi vya Mbulati ambavyo pia nimepita, lakini sio ndio alikuwa mpinzani wa Sayari kama Simba na Yanga kwa sasa yes. Kama hivyo kina Dr. Tamba pamoja na mkewe na viongozi wengine au ndo ambao walikuwa Frankie Mchaki wakina Mafatuma kule ndio walikuwa wanajitolea pesa zao mifukoni, tofauti na sasa. Kwa ninyi ambao mpaka hivi sasa bado mpo kwenye hii industry, aidha mnacheza
ama wengine kama hivyo ambao tunaona kama wakina Esther Chabruma, wakina Fatuma Omari, wakina Mwaskili tumewazungumzia, wamekaa kwa hivi sasa tayari wanaendelea na wako kwenye industry, wanaendelea kwa maana kuendeleza karia yao. Kuna nini chochote ambacho huwa mnakifanya kuwakumbuka hawa viongozi ambao wamewatoa na kuwafikisha hapa? Kwa namna moja mpaka nyingine huwa tunawakumbuka kwa sababu tunakutana nao bado, tunawasiliana nao. Inapotokea changamoto yoyote tunajaribu kutafutana, tunaangalia chochote kinachopatikana, tunawakumbuka. Huko kwa hivi sasa ndani ya Mashujaa, ni Mashujaa ya aina gani unaiona hasa ya msimu huu baada ya usajili kukamilika chini ya kocha Ali Ali? Tuko vizuri sana. Wakae tu kwa kutulia. Tutakutana kwenye ligi. Kuna kipindi Fatuma ulipata challenge kwa maana ya kipindi ambacho wewe uliumia, ukapata majeraha makubwa ambayo yalikupelekea kukaa kwa muda mrefu. Ni changamoto gani kubwa ambazo ulikutana nazo kwa wakati huo, wakati uko kwenye kipindi hicho cha majeraha? Changamoto haziwezi kukosekana, lakini ni za kawaida tu. Naam, tunatamani kuzijua hizo challenge. Unasema ni za kawaida, maana wanasema ukitaka kujua marafiki, ndugu na jamaa, ni wakati huu ambao unakuwa una matatizo. Ni changamoto zenyewe ambazo kwamba unajua mimi mchezaji na mpira ndo kila kitu kwangu. Kwa hiyo vile ambavyo nimeumia na misi, unajua nishazoea vitu ambavyo navikosa. Kwa hiyo na misi sijazoea, yani hivi ambavyo nimeumia, nimekaa muda mrefu kukaa kutocheza na nini. Kwa hiyo najikuta natamani nipone ili nirudi uwanjani nicheze. Kwa hiyo ninavyoona watu wanacheza hivi wana nini, kwa sababu sina jinsi, nimeumia, ila nilikuwa natamani. Basi wala hakuna vitu vingine. Vipi kwa marafiki, ulikuwa unapata support yoyote ya salamu, kuja kukujulia hali kwa njia ya simu, kuja kukuona physical? Lakini na kwa upande wa viongozi, vipi ushirikiano ulikuwaje? Usipepese macho. Sikupepesa. Ushirikiano ulikuwa mzuri tu. Wanahakikisha napata kila kitu kwa wakati. Kwa maana ya viongozi, wachezaji, marafiki wote walikuwa wananitembelea. Wala kuna shida kabisa. Ulikwenda vizuri. Vipi kwenye hilo, kwenye majeraha, yamekuathiri kwa namna moja ama nyingine kwa kipindi chote ambacho umekuwa nje? Kwa namna moja mpaka nyingine yameniathiri kwa upande mmoja, kwa sababu naamini mpaka sasa hivi nisingekuwa hapa. Nilikuwa na vitu vikubwa sana. Naamini kwenye hii ligi ningewapa kipindi chote ambacho nilikuwa niko nje. Kwa hiyo hapa katikati baada ya kuumia na nini, yani vile vitu vyangu ambavyo nilikuwa nahitaji sijavikamilisha. Kwa hiyo kwa sasa ndio naamini nitafanikisha. Umerejea, unasema kwamba upo tayari kabisa. Sawa. Ni ndoto gani ama malengo gani ambayo unatamani kuwapatia kikosi cha Mashujaa? Tuendelee kumuona ni kitu nini? Ni yule kikosi, kwenye ndoto ambazo za kikosi changu cha sasa hivi. Moja, natamani lazima tuwepo katika zile nafasi 3 za juu. Hilo la kwanza. La pili, pia mimi mwenyewe pia nahitaji kuwa mfungaji bora kama nilivyokuwa mwanzo. Nataka ukatetee nafasi. Nikapambane tena nirudi kwenye nafasi yangu ya mwanzo. Ni watu gani ambao wamekuwa wakikupa challenge kwa upande wako? Kwa mfano kuna Stumai Abdalla amekuwa ni mtu ambaye akipitia changamoto nyingi sana, natamani unaona mnapishana goli 2, mnapishana goli 1. Wewe ni watu gani ambao wamekuwa? Wapo wengi hata ambao wanatoka nje ambao wanasema nikilala nikiamka nasema kesho nakwenda mazoezi, nakwenda kupambana, kesho nakwenda kwenye mechi. Kwa sasa hivi au hapo nyuma? Hapo nyuma na mpaka hivi sasa, ambao unasema yani kwenye maisha yako ya mpira unasema hawa, kwa sababu si bado unacheza bwana. Labda sasa hivi sijajua na wengine ambao wanazidi kuja wana nini, lakini kwa hapo nyuma kiukweli nilikuwa sioni, labda kuchini kidogo ndio alikuwa anakuja kwa wengine kuchini Stumai Abdalla huyo ndio alikuwa, afu wote mko timu moja.
Ilikuwa inakuwaje hapo? Kocha ni mmoja, timu ni hiyo hiyo nyote, mnakitafuta kiatu. Ilikuwa inakuwaje hapo? Hamna, tulikuwa tunacheza tu vizuri. Akipata nafasi mtu anafunga. Ukipata nafasi mwenzio nzuri unampa anafunga. Sasa tutasubiria baada ya ligi kumalizika ni nani mwenye kikapu cha magoli mengi. Ndio hivyo. Imekuwaje umetoka JKT ukahamia Mashujaa? Kitita kikubwa au kama nilivyokuambia mwanzo, hizi zote ni taasisi moja. Kwa hiyo leo unaweza ukacheza huku, kesho ukacheza huku, hakuna shida. Lakini JKT ni timu kubwa bwana. Hata Mashujaa pia ni timu kubwa. Ukongwe wake pia. Wachezaji wengi national team karibia robo 3 iko JKT. Ushindani wako mkubwa ulivyo katika kikosi cha timu ya taifa na taifa letu la Tanzania kwa ujumla, watu walifikiria pengine kuona huu angeendelea kubaki JKT. Lakini wakasema hapana, ni Mashujaa. Nini siri? Kitu nini ya kwenda Mashujaa? Mimi naona tu zote ni timu nzuri. Umekwenda kutafuta challenge mpya. Challenge nyingine mpya ili tushindane na wale. Ulijiunga kwenye timu ya taifa. Naamini hiyo ndio iliyokuwa ndoto yako. Siku ya kwanza unaona umetajwa kwenye kikosi, ilikuwaje? Na kwanza mwalimu kwa kipindi hicho alikuwa ni nani? Maana wamepita makocha wengi sana. Charles Boniface Mkwasa, master. Kwanza yalianzishwa mashindano ya mkoa. Tulicheza pale, tukachaguliwa. Bado nilikuwa niko sayari. Tulichaguliwa pale, siku ya kwanza tunaripoti kambini na kina Gaucho na kina nani. Bwana Hamisi Omari. Bwana Hamisi. Siku ya kwanza tunaripoti pale. Yaani bado tuko Karume tunacheza. Nakumbuka wakati mnaingia na vibegi vyenu pale Karume anasema kikosi cha timu ya taifa ndio kinaingia hivyo. Kila mtu anakuja kwa wakati wake. Nilifurahi kwa sababu ndo mara yangu ya kwanza, nilikuwa nawasikia tu nawaona wanacheza hao ambao wametutangulia. Baada na mimi kujumuishwa, nilifurahi pia, hata wazazi wangu walifurahi kwa sababu niliwaambia kwamba ipo siku uliwaahidi. Sikuwaahidi, hawakuwa na niliulizo, waliamini kwamba napenda mpira kwa support kwangu. Ipo siku naweza, na nilipofanikiwa kweli kucheza nikaonekana nikaitwa, nikawaambia na wao pia wakafurahi. Ulifika pale Karume kwa kipindi hicho na mara nyingi pia imekuwa pale ndio inawekwa kambi sasa za timu ya wanawake kwa sababu kuna hosteli nzuri tu. Ni mchezaji gani ambaye ulikuwa unatamani ama wachezaji gani ambao ulikuwa unawish kwamba sasa shaingia na mimi siku ya kuitwa kwa kikosi cha timu ya taifa nikakutane nao nicheze nao? Anaisi ambao nilikuwa nimewazoea toka huko kina Chabluma. Unaona wanakuacha huku ya uitwi. Wao wanaenda kwenye timu ya taifa wanabaki. Kwa yule ndo ambaye nilikuwa nawishi sana nicheze naye kwa sababu hata mazoezini nacheza naye. Yaani tuna combination nzuri. Kwa na nilipokuja kukutana naye tena kule, basi ikabidi nifurahi zaidi. Muendelezo ukawa ni mzuri. Ndio. Ilikuwaje mechi ya kwanza? Na unaweza kuikumbuka ilikuwa ni kati ya nani? Mechi ya kwanza siwezi kukumbuki. Lakini tupe moments zako. Ulikuwa unawaza nini siku hiyo ndio umeenda? Siku hiyo umevaa uzi wa timu ya taifa. Kitu nini pale inapigwa wimbo wa taifa, sisi tumetulia tunasema wanajeshi wetu wameenda sasa vitani ndani ya dakika 90 na sisi tunawategemea. Najisikia vizuri kwanza kwa sababu kwa mara ya kwanza navaa jezi national team. Naingia uwanjani nacheza. Napigiwa wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa, alafu ukiangalia labda kama ndio unacheza taifa pale kipindi kile mara nyingi ilikuwa bure kabisa. Watu wanaingia. Watu walikuwa wengi. Yaani kuna hali fulani hivi unajisikia unasema kweli nilipotoka mpaka hapa alhamdulillah. Kwenye timu ya taifa wimbo wa taifa unapigwa aidha umesimama taifa ama uko nje ya nchi. Kitu nini kichwani mwenu huo, unajisikiaje wakati huo? Sijajua kwa wengine, lakini nataka kutoka kwako. Wimbo wa taifa unapigwa na hiyo mechi unakuta ni do or die. Moja, kuna hali fulani hivi ambayo unajisikia ni unaona kabisa kwamba kuna watu nyuma wanatutegemea na sisi ndio ambao tunakuja kuwawakilisha. Kwa hiyo hapa yani
yani unaamini kabisa kwamba yani vyovyote itakavyokuwa ndani ya dakika 90 yani lazima tuhakikishe mechi tunashinda. Ilikuwa tumebeba mzigo wa watu nyuma wa Tanzania karibia milioni 62 wanatutegemea. Alafu na ndo sisi watu 20 na ngapi tunakuja na hao walioanza ni 11. Kwa hiyo kuhakikisha lazima ucheze kwa kupambana, yani kwa hali na mali tuhakikishe tunapata kupona matokeo mazuri ya kuanzisha hao watu milioni 60 na ndio. Sawa, ni vitu gani ambavyo unavikumbuka? Natamani kupata pande mbili zote za shilingi, vitu ambavyo unasema hivi sintovisahau katika maisha yangu ya soka, aidha ukiwa national team au ukiwa kwenye club. Tuanze na kitu ambacho unasema hiki kilinisikitisha sana, au kilikuumiza. Ana rafiki yangu mmoja nilikuwa nakaa naye nyumbani pale, anaitwa Fatuma, na alikuwa anatokea Mwanza. Ni mchezaji, ni rafiki yangu sana yani. Nimekaa naye kama hivi, naondoka kama leo, kesho yake anafariki. Kipindi hicho mlikuwa timu gani? Tulikuwa tunacheza wote Sayari. Yani tumeishi wote nyumbani, mimi naingia kempu national team huko nyuma. Kesho yake naambiwa alikuwa anajisikia vibaya, nimeambiwa tu amekufa. Ndio ambacho kwa kiasi gani? Sana yani, kwa sababu ni mtu ambaye tunaishi pamoja, tunalala, tunaamka, tunafanya moja mbili, tunaenda wote mazoezini. Akawa kama ni ndugu yangu, sio tena kwenye urafiki. Leo unaondoka unaambiwa, unapewa taarifa kesho amekufa, inakuwaje? Ulipata fursa ya kwenda kumzika au ndio hivyo tena kwa sababu kwa umeshaingia kambi? Sikupata, kwa sababu alisafirisha. Msiba ulikuwa Afrika sana hapo, tukaenda tuliaga pale, basi akasafiri kwa sababu mimi nilikuwa naingia camp. Pole sana. Asante. Tunatoka kwenye majonzi. Nini ambacho hii leo unasema sintokisahau katika historia yangu? Hiki ni chenye furaha. Mimi tulikuwa top scorer. Kwa muda wote. Na hilo ndio jambo ambalo naamini kama striker anatamani kuwa ndoto yake, si ndio? Ndio. Tuhitimishe kwenye hili. Ni kwa jinsi gani ambavyo umejipanga kuendelea kuwa top scorer? Si lele mama kabisa. Mimi nitazingatia tu vile ambavyo maelekezo ya mwalimu, na mimi mwenyewe pia kuendelea kujituma kwa nafasi yangu, kuhakikisha naipa pointi timu yangu. Ujumbe wako kwa maana wa mwisho kuelekea kwenye soka kwa watu ambao wachezaji wote ambao umekuwa namba wanaendelea kucheza kwa hivi sasa, ikiwa ni kwenye kujituma, lakini na hata pale inapotokea changamoto katika maisha ya kuweza kuwasogeza mbele? Kikubwa tu wasikate tamaa, changamoto zipo, ni kupambana nazo, kuendelea kupambana pia kama kwenye vilabu vyetu, basi Mungu atatusaidia, tutafika malengo. Mtafika malengo kwamba umeendelea kufika kwenye malengo yako. Siri yako imekuwa ni nini ya kuendelea kuwa top scorer non stop? Kujituma tu, kufuata maelekezo, hakuna kingine. Nikushukuru sana kwa wakati wako, na naamini wakati mwingine tutakutana tena hapa kwa sababu mambo yako mengi ni mazuri. Inshallah tutatakia kila laheri kwenye waajiri wako wapya ambayo bado ni taasisi ile ile Mashujaa. Basi wakati mwingine msimu unapomalizika tukutane ndani ya exclusive tuweze kufanya mwendelezo wa haya ambayo tumeyazungumza. Naam, kama ambavyo kwenye exclusive alilokuwa na mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Tulikuwa naye leo alikuwa ni Fatma Mustafa Mwite Kitu Nini. Huyu amekuwa ni top scorer wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa upande wa wanawake muda wote, na kwa hivi sasa tayari ameiaga timu ya JKT Queens na sasa amekwenda Mashujaa Queens, na hawa wote ni taasisi moja, hawa wote ni wanajeshi. Haya, challenge kubwa sana amekuwa akiipata kutoka JKT, sasa amekwenda huko. Tutakwenda kuona, je, ataendeleza ubabe wake kuwa top scorer? Ni jambo la kuendelea kusubiri na kuona, na kuendelea kumtakia kila laheri, ama kuwatakia wote kila laheri. Basi msimu unapomalizika tuweze kujua ni nani ameweza kufanya nini. Beautiful Kanyigo, Rosemary Timso Karugira
na kusihi uendelee kusalia hapo hapo, uendelee kutazama vipindi vingine ambavyo vinaendelea.